akashuka mbinguni, akawashinda manabii wa Baali, akathibitisha wewe ni Mungu. Lakini sauti ya Yezebeli mwanamke mmoja ilimtisha, akakimbia kwa hofu, akajificha jangwani chini ya mti, akalia, Bwana, nimebaki peke yangu, wanitafuta waniue. Lakini wewe usahau, ulimtuma malaika kumlisha, ukamsimika mlimani, ukamwongelesha kwa sauti ndogo ya upole, ukamwonyesha hakuwa peke yake, na bado ulikuwa na kazi naye. Uliyemfariji Eliya ndiye unayenifariji mimi leo. Wanadamu wanaweza kukuacha ubaki, mifumo inaweza kukuangusha ubaki, pesa zinaweza kuisha ubaki, afya inaweza kupotea, ni wewe pekee unayeweza kuokoa. Ni wewe pekee unayeweza kuponya, ni wewe pekee unayeweza kurejesha. Msaada wangu hautoki kwa wanadamu, msaada wangu unatoka kwako. Nimebaki na wewe Bwana, mlinzi wangu wa kweli, nimekutegemea Bwana, wewe pekee wanitosha. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kuokoa ila wewe. Nimebaki na wewe, sitaogopa nimebaki na wewe, nimebaki na wewe katika yote niliyopitia. Hakuna mwingine wa kumtegemea ila wewe, hakuna mwingine kuokoa ila wewe. Nimebaki na wewe, sitaogopa wala sitatetereka kamwe. Namkumbuka mtumishi Ayubu aliyekuwa tajiri na mkamilifu, shetani alipomshambu wa kweli. Nimebaki na wewe Bwana, wewe pekee wanitosha. Hakuna mwingine wa kumtegemea ila wewe, hakuna mwingine kuokoa ila wewe. Nimebaki na wewe, sitaogopa wala sitatetereka kamwe. Nabii Eliya mlimani alishusha moto kutoka Sikia, ni huru kabisa, sina wema moyoni, nidai neema, nakubali kabisa, kwa damu kusafiwa, dini ya dhambi, msalabani, ilimalizikia, ni huru kabisa, hata huko mbinguni, miguuni pake Yesu alinifia. Nitaimba milele, deni ya dhambi, msalabani, ilimalizikia, ni huru kabisa. Imba deni ya dhambi, limalizikia, ni
Tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni wakati mwingine tena wa kwenda kusikiliza neno lenye uzima, lenye kuleta mabadiliko ya halisi kuelekea katika nuru halisi. Sema kuleta nuru halisi katika maisha yetu. Haleluya. Tumekuwa na somo ambalo ndio mwendelezo yenye kichwa kinachosema Mungu wa yasiyowezekana. Haleluya. Na leo tutaangalia kwenye kipengele kinachosema uwe jasiri na moyo wa ushujaa wakati unamsubiri Mungu wa yasiyowezekana. Uwe na moyo wa nini? Wa ushujaa na ujasiri wakati unasubiria Mungu wa yasiyofanya nini? Be still. Uwe jasiri, uwe imara. Kwa nini? Kuna vitu lazima uwe imara katika kusubiri ahadi. Haleluya. Abrahamu alisubiri ahadi kwa miaka, hakukata tamaa. Kwa hiyo leo tunaangalia kwenye hicho kipengele kinachosema uwe jasiri na, tumesema uwe jasiri na nini? Na shujaa. Be still. Maana yake kuna wakati imani inaweza ikajaribiwa, lakini usiruhusu imani yako ikajaribiwa ukamwacha Mungu. Haleluya. Maana yake imani itajaribiwa kwa sababu imani lazima ipitishwe kwenye moto kuangalia, je, unamtumaini Mungu kweli au unatarajia vitu tu lakini huna imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alisubiri, alitumaini, akamtumaini Bwana juu ya ahadi ile aliyoambiwa na Mungu akafanya. Haleluya. Na leo tutaangalia baadhi ya mistari, lakini turejeshee kwanza Isaya 43:19 na tutaendelea na somo la leo. Hilo ndio kichwa cha habari, uwe jasiri na moyo nini? Wa ushujaa. Be still, au kunapokuambia tafuta nguvu, maana yake uwe na moyo ulio na ujasiri wa kumtumaini Mungu hata pale unapoona Mungu hajajibu. Haleluya. Kwa sababu Mungu wa yasiyowezekana hajawahi kushindwa kazi. Isaya 43:19 tunaanzia hapo na tunaendelea. Ndio. Tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno nini? Jipya. Sasa litachipuka. Na sasa hilo jambo litaenda kuchipuka. Je, hamtalijua sasa? Je, hilo jambo ambalo Mungu ameahidi ataenda kutenda juu ya maisha yako, hautaliamini, hautaliona? Maana yake Mungu anazungumza na mtu ambaye kwenye moyo inaonekana ameshakata nini? Tamaa. Ndio maana nikakwambia uwe jasiri na moyo nini? Wa ushujaa. Yaani uwe imara, kwa lugha rahisi. Uwe imara wakati unamsubiria Mungu wa yasiyowezekana. Haleluya. Kwa nini tuwe imara? Kwa sababu tuko kwenye dunia inayekatisha watu tamaa. Inayekwambia wewe huyo Mungu uliyemsubiri miaka yote amekusahau. Hata Ayubu aliambiwa na marafiki zake kwamba Mungu huenda ameenda likizo kwa sababu labda umetenda dhambi au kile ambacho unakiomba hakiwezekani. Lakini Mungu anathibitisha kwamba yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Haleluya. Kwa hiyo amini tu, tumaini tu, usikate tamaa. Anasema, je, hautaliona hilo jambo? Je, hautaliona? Kwa nini? Maana yake Mungu hata usipoamini akiamua kutenda atatenda. Haleluya. Kwa nini? Hazuiliwi na mazingira yanayokuzunguka wewe. Analiangalia neno lake ili apate kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia uwe na moyo wa ujasiri, maana yake upate nguvu ya kumtumaini Bwana. Upate nguvu ya kumsubiri Bwana. Upate nguvu ya kumtegemea Bwana. Malizia hapa alafu tuende Zaburi ya 46:10. Maana anasema anatukumbusha nitafanya njia hata jangwani. Mungu anasema kwa kuwa nimeahidi juu ya kile ninachotaka kutenda,
nitafanya njia pasipokuwa na njia hata jangwani. Tunajua maisha ya jangwa ni maisha ya mateso, kwa sababu jua ni kali, viumbe hamna miti ambayo inaweza kukupa kivuli, labda vilivyopo ni haitaweza kukupa ile oxygen. Yaani ukiwa jangwani, maisha kule ni mateso sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wanaishi huko. Amen. Ukienda huko nchi za Dubai, Israeli, wapi huko, Israeli wako nusu jangwa. Lakini ukienda nchi kama Dubai, wapi, Iran, hizo nchi zote za Afrika, mnaita nini? Mashariki ya Kati. Sehemu kubwa ni jangwa. Amen. Lakini kupitia huko Mungu akawabariki. Ndio maana huko pamoja na huko kuna mafuta. Si ndio? Lakini kuna ile jangwa ambalo halikaliwi na mtu yeyote. Si tunanijua ile jangwa kubwa kuliko lote duniani? Hatujui. Tuna walimu wa history jamani, jangwa la lile kubwa ambao watumwa walikuwa wanapitishwa huko pia wanatusaidia. Tunachoangalia ni kwamba Mungu anaposema nitafanya njia jangwani, maana yake hata kama unapita katikati ya mateso makali, Mungu anaweza akafanya njia. Maana nikikwambia jambo sasa, kama hujawahi kwenda jangwani, nitakuwa nakupa theory tu. Lakini ukiwa, maana yake jangwa ni mahali popote ambapo unapitia katika wakati, iwe kiafya, iwe kiuchumi, iwe kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo unakuta hauoni njia, unatafuta msaada, hauoni nini? Msaada. Ndio maana ule wimbo wa kwaya Tumaini Jipya walituambia nimebaki na nani? Na Yesu. Na mimi nakwambia ng'ang'ana na nani? Na Yesu. Uwe imara, uwe jasiri, simama imara. Labda ujumbe mzuri, simama imara, ndio itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikikwambia uwe jasiri ni sehemu ya kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Be still, uwe imara. Na ili uwe imara lazima ujue kwamba Mungu ni Mungu ambaye si mwanadamu, asiyesema uongo. Uwe imara na moyo wa nini? Na ushujaa. Wakati Yoshua anaambiwa kwa maneno hayo, Mungu alijua atakutana na mijitu. Alijua anaongoza watu wenye mioyo migumu, waliokata tamaa. Maana aliahidiwa nchi ya ahadi, wako miaka 40 jangwani. Kila siku vurugu mechi, kila siku huku na huku, wanataka kurudi wapi? Misri. Kwa hiyo Mungu anapotumia maisha ya jangwa anajua. Kwa hiyo ikabidi wakampa Mungu kazi, kwa sababu ni watu wake. Mungu akaachilia mchana wingu la kuwapoza lile jangwa. Hakubadilisha mazingira. Alichofanya, alifanya njia katika nini? Jangwa. Jangwani hakuna maji, ikabidi Musa akaambiwa aseme na mwamba, ukatoa maji. Maana alimwambia Musa, umetuleta jangwani tufe. Na Mungu hakuwapitisha jangwani ili wafe, aliwapitisha kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na jangwa lile likabidi Musa alipiga ile mwamba ikatoa maji, wakanywa na mifugo wao. Kelele zikapungua. Sio zikaisha, kelele zikafanya nini? Zikapungua. Walipokosa nyama wakakumbuka nyama za utumwani. Wakaanza kumwambia Musa, kule tumekumbuka tulikuwa tunakula nyama. Wakamnungunikia Musa kwa sababu walikata nini? Tamaa. Ndio maana nikakwambia uwe imara, usikate tamaa. Maana Mungu wa yasiyowezekana bado anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ujumbe wangu, ni ujumbe wako. Tutafakari na kuchukua hatua. Kwa nini nimekupitisha kwenye historia ya Biblia? Ni ili kwamba ujue sio wewe wa kwanza kuteseka, sio wewe wa kwanza kupita kwenye majaribu. Kuna waliopita majaribu, lakini Mungu aliwaonekania. Uwe imara. Uwe sio ulilala njaa. Kuna waliolala njaa siku na siku, lakini hawakufa. Haleluya. Ili ujue kwamba Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Ndio maana akasema nitafanya njia pasipokuwa na nini? Njia. Atafanya njia pale ulipokata tamaa, pale ambapo uliona Mungu hajawahi, au Mungu ni kama vile yuko likizo. Anakuambia mwanangu, nitafanya njia. Ameni tu. Uwe imara.
Katika Zaburi ya 46 anasema twende tukasoma. Anatuthibitishia kwamba Mungu ahadi zake ni za milele na ni za kweli. Haleluya. Akiahidi atafanya njia. 46 Zaburi 46 mstari wa 10. Aliyepata tusomea au nisome? 49 mstari wa 46 46. 46 mstari wa 10. Acheni mjue ya kuwa Mungu ni Mungu. Anasema acheni mjue ya kuwa Mungu ni Mungu. Mungu ni nani? Ya kuwa mimi ni Mungu. Mungu anawaambia sasa wana wa Israeli. Kwa Kiingereza anasema be still and know that I am God. Unajua ni kama vile Mungu anakuambia kwa lugha ambaye ni kama umekata tamaa kabisa, alafu unasema Mungu hapa uwezi. Alafu anakuambia wewe acha uone kwamba mimi ni nani? Ni Mungu. Wewe kata tamaa, lakini mimi nitafanya. Si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya ahadi ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameshasema Mungu si mwanadamu hata aseme nini? Uongo. Wala si mwanadamu hapata kujuta. Akisema nitakubariki, haijalishi miaka, Mungu atakubariki. Akisema nitakusaidia, wewe amini tu. Guse jirani yako. Mwambie jirani, amini ahadi ya Bwana. Uwe imara. Usikate tamaa. Usiruhusu hofu. Usiruhusu mashaka wala kukata tamaa. Maana wasioamini ni sawasawa na wachawi. Amen. Anasema wachawi wasioamini hawataurithi ufalme wa nani? Sasa kwa nini uweko kwenye hilo kundi? Wewe amini tu. Amini tu. Mungu anasema wewe subiri, utaona ya kwamba nitafanya. Si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu Mungu uliangalia neno lake ili apate kutimiza. Ukikata tamaa sawa, haifanyi Mungu kugairi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itamhuzunisha Mungu. Kwa nini? Anaposema aaminie mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Maana yake kuna faida katika kuamini na kumtumaini na kuwa imara. Haleluya. Kumtumaini Mungu ni vema kuliko kukata tamaa. Kwa sababu hata ukikata tamaa hauna msaada baba. Kukata tamaa sio jibu la mambo inayohitaji. Amesema katika Hesabu, Mungu si mwanadamu. Maana yake kama alikuahidi atafanya. Lini? Yeye anajua. Wakati gani? Yeye anajua. Lakini wajibu wetu ni kuendelea kumwangalia yeye na kuwa na moyo wa subra, uvumilivu, uadilifu, uaminifu, utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hivyo ni vitu vitakavyochochea Mungu kufanya kwa haraka. Sio umekata tamaa alafu unajichanganya kwenye dhambi. Ni kama vile unajiwekea kofuli juu ya kofuli, kofuli juu ya kofuli, au mlango unaongeza mlango, mzigo juu ya nini? Mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kumsubiri au kuwa imara katika kumsubiri Mungu yasiyowezekana, nataka uinue moyo wako kumwelekea yeye. Moyo wako, Mungu anasema katika hiyo Zaburi ya 46 mstari wa 10. Nitarudia kwa faida, anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usikubali kukata tamaa. Nimesema kichwa cha somo kinasema moyo na moyo, au uwe imara. Haleluya. Uwe imara.
ya Ayubu naye ametuthibitishia 42 mstari wa 2, Mungu anaweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo lazima mioyo yetu iwe imara. Nimesema kuna vile vitu vya muhimu nimezingatia, nimetaja ili tuzingatie wakati tunasubiri ahadi kwa Mungu yasiyowezekana. Namba 1 tukasema tuwe na moyo wa uvumilivu, tuwe na subira, tuwe na utu wema. Fadhili za Mungu zituwezeshe kupokea lile tunda la Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Tunda la Roho sio kwa ajili ya ndugu zetu tu. Hata wakati wa kusubiri ahadi za Mungu zinahitajika. Tunahitaji kuwa wapole tunapotegemea ahadi za Mungu. Sio unaenda kwa Mungu unalalamika kama vile una haki kuliko watu wote. Lakini tunda lile la Roho likupe uvumilivu katika kusubiri ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikupe kuwa na uaminifu mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Amen. Imani ni muhimu. Uadilifu, uaminifu, utakatifu katika kusubiri na kuwa imara. Haleluya. Ndio maana Yoshua akaambiwa, utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na kutenda sawa sawa na nikuagizavyo hivi leo, anaambia usiogope wala usifadhaike, maana nipo pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika kusubiri, ziangalie sheria za Mungu, dumu katika ahadi zake kwa kuomba na kusoma neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu mapenzi yake yatatimizwa. Mungu anawaambia wana Israeli katika Kutoka 14 mstari wa 13 na 14, anawaambia msiogope, simameni imara. Ndio maana nikakwambia simama imara katika kusubiri nini? Ahadi ya Mungu. Haleluya. Anasema simama imara, be still. Kuna nguvu inaachiliwa tunapokuwa tunakuwa tumesimama imara katika ahadi ya Mungu. Kutoka 14 anaambiwa wa Mungu anawaambia wana Israeli, simameni imara mkaone wokovu wa Bwana. Haleluya. Mungu asiyewezekana, ambaye jina lake ni Niko, ambaye Niko, jina lake ni Adonai, jina lake ni Jehova, amesema uwe imara, usiogope, usifadhaike, umtumaini yeye, umtegemee yeye, umtafute yeye usiku na mchana, na usitegemee akili zako wala nguvu zako, maana hivyo vyote vina mwisho. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Haleluya. Hapo ni neno la ujasiri la kutiwa moyo kwamba uwe imara tu. Isaya naye anatukumbusha kwa nini tuwe imara. Isaya 30:15-16 na kitabu cha Zakaria 4:6 tutasoma hiyo, kwa nini tuwe imara, au kwa nini tuwe imara katika kusubiri ahadi ya Mungu yasiyowezekana. Kitabu cha Isaya tusome Isaya 30. Haleluya. Isaya 30 15 na 16. Isaya 30:15 na 16. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Haleluya. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi, anasema juu yangu, anasema juu yako. Haleluya. Nimekwambia, kumbuka, tuna uwe imara katika kuamini na kusubiri ahadi ya Mungu asiyefanya nini? Yasiyowezekana. Anasema kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi.
Kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Lakini hamkukubali, bali ninyi mlisema, la, maana tutakimbia juu ya farasi. Basi ni kweli mtakimbia tena, si tutakimbia juu ya wanyama waendao upesi. Basi wale watakaowafuatia watakuwa wepesi. Amen. Kwa hiyo hapo tunapomtumaini Mungu, tusipokuwa na mashaka, Mungu anasema atafanya, atawapigania, atawatetea, atawabariki. Haleluya. Kwa hiyo ni sababu kwamba lazima tumtumaini Mungu, lazima tuwe imara, tuweze kumtazama yeye. Maana anasema katika kitabu kile cha Zakaria 4:6, si kwa nguvu bali ni kwa Roho wa Bwana Mungu anafanya yote. Haleluya. Kitabu cha Zakaria 4 Zakaria 4:6 nitasoma. Amen. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana majeshi. Amen. Si kwa nani? Si kwa uwezo wa nguvu zetu, sio kwa uwezo wa akili zetu, bali Mungu kwa Roho wake Mtakatifu anafanya vyote. Haleluya. Si kwa uwezo wa akili, si kwa uwezo wa nguvu, si kwa uwezo wa mali, bali Mungu anaweza kufanya yatakalo kwa nguvu, kwa Roho wake nani? Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo katika ile Zaburi tumesoma inatukumbusha kwamba tuendelee kumtumaini, kumtegemea Mungu. Haleluya. Zaburi ya 37:7 na kitabu cha Maombolezo 3:26 inatukumbusha umuhimu wa kwamba kwa nini tuwe imara. Kuwa imara maana yake nini? Inatukumbusha kwamba Mungu hajawahi kutusahau, au hajawahi kuacha kutupigania, au hajawahi kuacha kututetea, au hajawahi kuacha kutenda yale anayotaka kutenda. Ndio maana Yoshua 1:5 anasema, sitakuacha, I will not leave you or forsake you. Haleluya. Wacha kuogopa, wacha kufadhaika, wacha kuhangaika. Uwe imara, uwe imara na moyo wa ushujaa. Haleluya. Zaburi ya 37:7 na kitabu cha Maombolezo. Nimebakiza pointi 3 nimalizie. Kumbuka ni mwendelezo wa somo refu. Amen. Haleluya. 37:7. Amen. Unachotakiwa sasa ni kwamba kujifunza kukaa kimya mbele za nani? Za Bwana. Nawe ungoje kwa sababu. Lakini wakati unasubiri, nimekuambia subira ni muhimu. Uvumilivu, uaminifu, utakatifu, uadilifu na haki itakusaidia. Lakini zaidi uwe na neno la Mungu, liishi, litendee kazi. Amen. Itafanya mbingu ifunguke haraka zaidi kwa wepesi. Usimkasirikie afanikiwe katika njia yake. Wala unapoona kwa mfano labda wote mmeomba kitu kimoja, unaona mwenzako amefanikiwa, usifadhaike wala usikasirike. Usiende mbele za Mungu kumwambia mbona huyu umebariki. Huyo ni moyo wa uhusuda, ni moyo wa kuwaza mabaya huo. Wala mtu afanyaye hila, achana naye, afanye vile anavyofanya. Wewe ngoje Bwana, umtumaini Bwana, umsubiri Bwana katika uaminifu, katika utakatifu, katika bidii. Amen. Katika sala, omba usiku na mchana, asubuhi omba. Wala usifuate njia ya wanaotafuta shortcut. Amen. Maana kuna mwingine anakuambia, nimesikia umeomba, umesubiri. Utasubiri sana, wewe endelea. Mungu asiyowezekana ana majira.
Majira ni sasa. Majira ni sasa. Majira ya kujiliwa kwako ni sasa. Haleluya. Haleluya. Umngoje Bwana. Ndio jibu sahihi. Umngoje Bwana. Haijalishi ni mwaka wa pili ukiomba hilo omba. Mungu hajawahi kukawia wala kuchelewa. Wala hajawahi kusema sitakuja. Kama amekuahidi, hakika yake ni amina. Amen. Amen. Twende Maombolezo 3:26. Maombolezo 3:26. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana. Ni vema mtu autarajie ule wokovu wa nani? Wa Bwana. Na kumngojea kwa utulivu. Tuko kwenye pointi ya pili. Kwa nini kuwa imara? Haleluya. Hiyo ndio pointi ya pili. Pointi ya tatu tumesikia hapo kumngojea nani? Bwana. Kwa utulivu. Yesu alionyesha katika Marko 4:39 alionyesha umuhimu au ustahimilivu, lakini pia wakati wa kusubiri Mungu asiyowezekana. Amen. Yesu alidhihirisha kile ambacho wanadamu walishamkatia tamaa, wanafunzi wake walikata tamaa. Yesu alipokuwa amelala kwenye boti wakati wanavuka bahari ile wanavuka. Amen. Alichofanya wanafunzi wake walihangaika. Tusomee Marko 4:39. Anzia 38. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri. Amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia. Hapo sasa hiyo boti imeyumbishwa, imepigwa maji, kama ni kuloana wameloana na wameshakata nini? Tamaa. Lakini Mungu huwa hajalishi umekata tamaa, akitaka kufanya na anafanya. Wakamwamsha Yesu, Master, mbona wewe ni kama vile umelala wakati sisi tunaangamia? Tusomee. Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Anauliza, si kitu kwako wewe sisi tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo. Yesu akaamka, hakushughulika na kelele zao, alishughulika na tatizo. Haleluya. Kuonyesha kwamba unapomtumaini Mungu asiyowezekana, unapomsubiri, unapomtumaini na kuwa na imani, ukimuita na kusubiri kama alivyosema Maombolezo 3:26, atakuja na kutuliza bahari. Haleluya. Atafanya yale ambayo ulikuwa umetarajia. Unaona, Yesu akuhangaika na kelele zao, aliamka akatuliza nini? Bahari. Na bahari ikatulia. Akaamka akaukemea, akauambia bahari, nyamaza utulie. Na akaambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, na upepo ukamtii, kwa sababu yeye ni Mungu muumbaji. Kukawepo na shwari kuu. Maana yake bahari ilitulia kwa sababu aliyeizembesha ndiye aliyeumba. Haleluya. Bahari, nchi kavu, vyote Yesu aliviumba. Amen. Wanafunzi hawakujua kwamba walimbeba nani, lakini walijua kwamba ana nguvu. Ndio maana walipoona wanaangamia wakasema, Bwana, Mwalimu, sio kwamba wewe hauoni tunaangamia. Lakini pale walipimwa uvumilivu wao, imani yao kwa Mungu, kwamba walikuwa wanajua alichokibeba. Yesu uliye naye ni Mungu asiyowezekana. Anaweza kutuliza bahari iliyochafuka. Anaweza kubadilisha historia yako kwenda katika hali nzuri na maendeleo mazuri. Anaweza akaondoa lile vazi la aibu na kukuvisha vazi la heshima. Wewe amini tu, umtumaini, umngoje Bwana. Haleluya. Amini tu na umngoje Bwana kwa ustahimilivu, kwa upole, kwa unyenyekevu. Maana Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Na kama Mungu huwapa neema wanyenyekevu, basi huwapa kibali na neema watakatifu, waaminifu, wenye subira, wenye uvumilivu na wenye uaminifu. Haleluya. Umtumaini nani? Umtegemea nani? Amethibitisha kwamba yote yanawezekana.
Haleluya. Yote yanawezekana. Haleluya. Point ya 4, namna ya kuweza au mbinu za kuweza kuwa imara. Mbinu za kuwa au njia za kuweza kufanya nini? Kuwa imara katika kumsubiri Bwana. Haleluya. Biblia inatuambia katika Zaburi ya 131 mstari wa 2, inatuambia jambo pale, na Wakolosai 2:9 kwamba namna mwili wako ufundishe katika ustahimilivu, katika utakatifu kumsubiri Bwana. Kwa sababu tumeambiwa tusifuatishe namna ulimwengu huu, bali tugeuzwe nia zetu. Nia maana yake mwili unaweza ukakuambia fanye hivi. Usipokubali kumtii Mungu, mwili unaweza ukakuimbisha. Haleluya. Kwa sababu mwili ndio unatamani matokeo ya sasa. Kwa hiyo hatua ya kuelekea katika uaminifu na utakatifu katika kumsubiri Mungu, namba 1 ni kuiambia akili za mwili wako, kuibadilisha au kuiamuru mwili wako iwe katika hali ya nini? Kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwili ungekwambia ungefanya hivi, ungefanya hivi, ungeenda kwa fulani, ungeenda sijui kwa Kamanzila au ungeenda hivi, yenyewe inataka njia shortcut. Lakini Mungu akiahidi, ameahidi. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 131. Tunamalizia hapo. Zaburi ya 131. Kuna pointi 2. Na nataka tuongelee kwenye akili, kwenye moyo. Amen. Namna kuiviambia visubiri. Bwana, moyo wangu hauna kiburi. Wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu. Wala na mambo yashindayo nguvu zangu. Ndio. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha. Anasema hakika nimeituliza nafsi yangu na kunyamaza. Maana yake umsubiri nani? Bwana. Kama mtoto aliyeachwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto, unaona mtoto mchanga ukimshika kifuani pale anatulia, anaamini kila kitu ni sawa. Hata kama bahari imechafuka, lakini iko kifuani mwa mama yake, anaamini kila kitu ni sawa. Ndivyo roho yangu ilivyo. Anasema ndivyo roho yangu ilivyofanya nini? Ilivyotulia. Kwa Bwana. Israeli, umtarajie Bwana tangu. Ewe Israeli, ewe unaweka jina lako, umtarajie nani? Bwana. Tangu leo na hata milele. Haijalishi bahari itachafuka, lakini maadamu una Yesu wa yasiyowezekana, umtarajie nani? Bwana, sasa na hata milele. Sina njia nyingine. Njia ni Yesu peke yake. Mtenda miujiza ni nani? Yesu peke yake. Amen. Umtarajie yeye. Akili yako, moyo wako, nafsi yako uiambie tulia. Umsubiri Bwana. Umgoje Bwana. Umtumaini Bwana peke yake. Haleluya. 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 Sijui kama namfundisha mtu. Nataka uelewe kanuni za Mungu. Maana nimejifunza Mungu haendi kwa taratibu za wanadamu, anaenda kwa yale aliyokusudia, mapenzi yake, mipango yake, kanuni zake, njia zake ndizo anazozifuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata ungelia ukatoa machozi ya damu, kama wakati wa Bwana bado utasubiri tu. Maana yake anataka ujifunze kumngoja nani? Bwana. Tatizo tunaangalia watu alafu na sisi tunataka bila kujua kwamba Mungu ni Mungu wa majira. Mungu ni Mungu wa nani? Wa majira. Umngoje Bwana. Anasema moyo wangu hauna kiburi, wala moyo wangu haujakulalamikia kwamba kwa nini mimi ninateseka tu, kwa nini mimi sibarikiwi. Wewe tafuta ushirika na Mungu, hayo mengine atayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta kwa bidii kumpenda Mungu kwa moyo wako
wote. Ukiona Mungu amechelewa, maana yake ukiona amechelewa kukujibu, ongeza bidii kumpenda zaidi, ongeza imani katika kumtumaini zaidi. Na kutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inadia kwako, niponye ponya wangu. Bwana Yesu asifiwe. Umtumaini. Hata ndugu wakikuacha, umtumaini Bwana. Hata rafiki wakikutelekeza, umtumaini Bwana. Umngoje Bwana kwa saburi, kwa maombi, kwa sala, kwa dua, ukisoma neno lake, ukilitafakari na kulitendea kazi. Naamini Mungu wangu atakukumbuka. Hajawahi kushindwa kufanya. Kama ametenda kwangu, atatenda kwako. Kama ametenda kwa yule, atatenda kwako. Haleluya. Usikate tamaa. Usiache kuomba. Usiache kuwa na ushirika na Mungu. Biblia inasema mkaribieni Mungu na atafanya nini? Hajasema mkimbie Mungu wakati wa shida. Mkaribie. Anasema tumtwike yeye fadhaa, tumtwike yeye mizigo yetu. Ile mzigo iliyokulemea mpelekee Yesu. Mwambie Baba, siwezi, kwa nguvu zangu. Unakumbuka wimbo ninakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu. Yesu akasema katika Mathayo 11:28, anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu yuko tayari kukusaidia. Ndio maana ninakufundisha siri ya Mungu yasiyowezekana, ili upate kugeuza moyo, ili upate kuangalia na kumgeukia na kumsubiri Bwana. Daudi akasema, moyo wangu hauna nini? Kiburi. Moyo wangu hauna majuto. Moyo wangu hauna vidonda vya nini? Vya kubeba watu moyoni. Maana kutokusamehe ni dhambi. Bwana Yesu atusaidie. Hata kama mtu amekukosea, jifunze kufanya nini? Kusamehe. Ni kwa faida yako. Maana usipowasamehe watu makosa yao, na Baba yako wa mbinguni hata kusamehe na wewe nini? Yaani kabla hujahukumu, jifunze kujihukumu wewe mwenyewe. Yesu akamwambia, jichunguze kwanza, borite lako ulitoa, alafu ndio umwambie jirani yako una nini? Ndio utoe ibanzi kwenye jicho la mwenzako. Maana yake nini? Kabla hujahukumu, jifunze kujihukumu kwanza. Maana kipimo kile kile unachopima kwa mtu ndicho unachofanya nini? Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ukitaka kusamehewa na Mungu, jifunze wa kwanza kusamehe. Si kwa sababu hujatendewa kosa, kwa faida yako mwenyewe. Unataka ushirika na nani? Na Mungu. Sio kwamba kwa nini amenifanyia hivi. Sema, Mungu, niko tayari kulipa gharama ya kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninataka ushirika na wewe. Ninataka nisamehewe na wewe. Ninataka amani na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Kwa hiyo iambie akili, napenda sana huo mstari wa mwisho. Anasema iambie akili yako, nafsi yako, moyo wako, umngoje nani? Maana mwili ndio unatuimbisha sana. Akili inakuhubiria vitu vingine, nafsi inakuimbisha. Lakini iambie nafsi yako nini? Utulie. Kama mtoto mchanga, nimependa hiyo, anapokuwa kifuani mwa mama yake, ana relax. Maana yake na sisi twende kifuani kwa baba, akikwambia subiri, wewe subiri. Haijalishi unaona wenzako wanafanikiwa, usilalamike wala usimwambie Mungu, mbona mimi? Mwambie Baba, wakati wangu ni nini? Danieli alijifunza kujua Mungu ndiye mtengeneza majira, ndio anayeruhusu hekima, ndio anaweka wafalme na anawatoa wafalme. Kama kuna wakati wa kutolewa kwa mtu, kuna wakati wa kukumbukwa na wewe. Amen. Kama kuna wakati wa kubarikiwa, na wewe upo kwenye zamu, ni wewe kutafuta kwa bidii
ushirika na Mungu. Haleluya. Amen. Wakolosai 2:9 anatukumbusha. Wakolosai 2:9. Kwa hiyo katika ile eneo, wakati ukiwa kwenye maombi, huwa ndo hapo uwe na wakati. Hakikisha kabisa hakuna usumbufu hapo, unatafakari. Kumbuka yale Mungu aliyokutendea hapo nyuma, ikupe sababu ya kuwa na imani zaidi. Kama Mungu aliwahi kukuponya kidole, au akakuponya ulikuwa na maumivu ya kichwa, au alikuokoa katika hatua fulani, iwe sababu ya kumwambia Mungu, pale ulinitendea, ulidhihirisha uwezo wako na nguvu zako, ulionyesha kwamba wewe ni Mungu asiyewezekana. Hata bahari ulinyamazisha, naamini utanyamazisha bahari hii. Maana Biblia imetuthibitishia kwamba Mungu mwaminifu sana, hata waacha mjaribio kupita uwezo wenu, kama ni wakati wa majaribu. Kwa sababu jambo lolote usiloweza kufanya kwa nguvu zako, naamini ni jaribu kwako, si ndio? Amen. Kwa hiyo usitafute msaada kwa njia ambayo sio sahihi. Naposema njia ambayo sio sahihi, kuna wengine wanaenda kufanya vitu, wanajiingiza kwenye ushirikina, kwenye uchawi, kwenye sijui nini, kwenye uganga, kwenye mambo kama hayo. Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Ni dhambi. Ni kama unamsulubisha Yesu msalabani, unamwambia Yesu, hujawahi kunisaidia na kuacha. Uko tayari kumwacha Yesu kwa sababu ya shida? Ni Paulo akasema, je, ni nini kitakachotutenga na upendo wa nini? Wa Mungu? Je, ni njaa? Je, ni magonjwa? Je, ni dhiki? Hakuna. Akasema hakuna kitakachonitenga na upendo wa nani? Wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu kwa sababu ya uchu wa madaraka wanatoa watu kafara, wanafanya vitu vya uovu kwa ajili ya kutaka madaraka. Hayo madaraka hayatakusaidia. Hicho unachotafuta kwa nguvu zote za giza ina gharama mara mbili. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unayetaka heshima, tafuta kwanza bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ya kumpenda Mungu. Wakolosai 2:9. Wakolosai 2:9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote. Maana katika Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kwa jinsi ya nini? Ya kimwili. Iambie akili yako. Lakini Paulo anasema kwa Wakolosai 2, Wakorinto 2:10 namna ya kufundisha akili zetu kutii, kuweka chini ya mamlaka ya kimungu. Maana usipoitiisha akili, usipotiisha mwili wako, itakuyumbisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukuta inakuyumbisha kwenye kitu fulani, kwa lazima uiweke akili yako au mwili wako utiishe kwenye mamlaka ya Mungu. Tukiitiisha, Paulo anasema Wakorinto 2:10 katika kumalizia somo la leo, maana naongelea muda, naongelea kinywa, naongelea mwili, naongelea mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwa Kiingereza anasema your will. Yale matarajio yako ni nini? Lazima ujifunze utiishe vyote katika kusudi la Mungu. Muda wako utiishe katika kusudi la Mungu. Akili yako utiishe katika kusudi la Mungu. Mwili wako, mawazo yako, mtazamo wako utiishe. Ndio maana Methali anasema umkabidhi Bwana njia zako na mawazo yote yanatakiwa itiishwe kwenye sheria ya Mungu. Tusome Wakorinto 2:10. Andika kama unaandika na Methali 17:28. 10:5. Ndio. Tukiangusha mawazo ya kila namna kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ipate kumtii nani? Kristo. Ukiona mwili wako unakwambia kafanye hivi, ukiona ni nje ya mapenzi ya Mungu, itiishe. Bwana Yesu asifiwe. Itiishe kwa sababu umepewa mamlaka. Ndio maana anasema pigeni shetani na atakimbia, alafu ngaribieni Mungu. Amen. Tukitiisha maana yake kumbe kuna kutiisha. Mawazo mabaya yanayokujia itiishe. Amen. Fikra mbaya itiishe. Tamaa mbaya itiishe. Amen. Haleluya. Amen. Kinywa chako kitiishe.
Methali 17:28 hiyo inaongelea habari ya kinywa. Na Zaburi ya 141 mstari wa 3 anasema nimeweka mlinzi kinywani mwangu. Weka mlinzi kwenye moyo, weka mlinzi kwenye kinywa. Alafu tiisha yote imtii Kristo. Amen. Amen. Twende tusome. Mithali 17 mstari wa 28. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima. Hata mpumbavu anaponyamaza huhesabiwa nini? Hekima. Akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Akifumba maana yake kuna wakati unaweza ukajaribiwa ili uongee. Lakini kunyamaza ni kwa faida yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi ya 141 mstari wa 3 tuko kwenye eneo la kinywa. Zaburi ya 141 mstari wa 3. Bwana uweke mlinzi kinywani pangu. Ngojenzi mlangoni pa midomo yangu. Ndio. Usiuelekeze moyo wangu kunako jambo baya. Amen. Nisiyazoelee matendo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni Daudi. Kwenye eneo la kinywa. Kwenye eneo la nini? La kinywa. Lakini kwenye eneo la muda lazima tukubali kumpa Mungu muda wetu. Usione tu kwamba uko busy kila siku kwa faida yako. Toa muda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amen. Kama una cha kufanya, hata kama una cha kufanya, tafuta muda uje utumie muda mbele za Mungu. Hata kama ukishamaliza kuomba, angalia mazingira ya ibada nje na ndani, unaweza ukafanya chochote, utabarikiwa kuliko vyote. Amen. Kwa sababu Mungu ndio anayetupa majira na muda, atakwambia umevifanyia nini. Nakumbuka wale watu wenye talanta waliambiwa, mwingine alipewa 5 akazidisha ikazaa. Maana yake kile ulichopewa kwa kazi ya Mungu au kwa kusudi la Mungu unataka uzalishe. Amen. Kwa kwenye eneo la mwili wako, kwenye eneo la muda wako, kwenye eneo hilo muhimu sana kuwa makini. Amen. Marko 6:31 utasoma hiyo kwenye eneo la muda wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Marko 6:31. Eneo lingine la muhimu sana kwenye eneo la mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, au mapenzi ya tunasema your will, lile kusudio lako ni nini? Tusomee. Lazima na kusudio lako pia lijifunze kumsubiri Bwana. Katika Zaburi 40 mstari wa 1 Daudi anasema, na alimsubiri Bwana naye akaisikiliza maombi yangu. Amen. Ayubu naye anatuthibitishia hivyo kwamba njia zako, muda wako, njia za Mungu na sio njia zako. Amen. Amen. Tusome Zaburi 40 mstari wa 1. Marko 6:31. Tumeshatoka huko. Tuko kwenye eneo la will. Mapenzi yako yatimizwe. Yesu aliposema mapenzi yako yafanye nini? Yatimizwe. Twende tusome Zaburi 40 mstari wa 1 na Zakaria 4:6 tunamalizia hapo kwa leo. Inasema nalimgoja Bwana kwa saburi. Nalimgoja Bwana kwa nini? Kwa saburi. Kwa saburi. Akaniinamia akasikia kilio changu. Akaniinamia akasikia kilio changu. Bwana akasikia kilio chako mchana wa leo. Amen. Mungu akakujibu sawa sawa na haja ya moyo wako mchana wa leo. Amen. Yeye ni Mungu asiyowezekana. Wewe muamini na mtumaini. Amen. Atafanya njia. Amen. Atakutendea. Amen. Atakutetea. Amen. Atakupigania. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu alibariki neno lake mchana wa leo linalotukumbusha mambo haya ya msingi tuliyojifunza, na uwe mwaminifu, uwe imara na moyo ushujaa katika kumsubiri Bwana, lakini moyo wako uelekee katika uaminifu, utakatifu, uadilifu, bidii, utii na kumpenda Mungu. Haleluya. Kuomba daima, kuomba kila siku na kutafuta ushirika na Mungu asubuhi, mchana, jioni, usiku. Amen. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi.
Shangilia kwa makofi. Basi simama tukaombe. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wastahili, wastahili sifa, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wastahili sifa, wastahili sifa, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wastahili sifa zetu, wastahili sifa, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni mwanzo na mwisho, twakuabudu Bwana Yesu, wastahili sifa. Wastahili sifa Baba, wastahili sifa, twakuabudu Bwana Yesu, wastahili sifa. Basi tuende mbele za Mungu sawa sawa na hiyo Isaya 43 anasema mimi nitafanya njia, lakini katika Zaburi 40 amesema ile 43 mstari wa 10, wasubirini muone kwamba mimi ni Bwana nami nitafanya. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu asiyewezekana. Una nguvu, una uweza, una mamlaka, maana wewe ni Mungu wa yote juu ya yote, na unaweza kufanya mambo yote kwa kusudi la mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu ya mchana leo ambao Bwana umetupa kusikia neno hili lililobadilisha maisha yetu, lililotupa nguvu ya kukutumaini wewe, ya kukutegemea wewe, ya kukusubiri wewe. Daudi akasema moyo wangu hauna kiburi. Bwana, chunguza mioyo yetu, ukaondoe majuto, ukaondoe kiburi, ukaondoe hasira, ukaondoe uchungu, na kutupa moyo wa subira, moyo wa uvumilivu, moyo wa upendo katika kusubiri ahadi zako na neema yako Bwana. Maana umesema wewe ni wewe ni Mungu wala si mwanadamu hata useme uongo, wala si mwanadamu hata upate kujuta. Tunakushukuru Bwana, tunakutumaini Bwana, tunatumainia ahadi zako, neema yako, fadhili zako juu ya maisha yetu, juu ya maisha ya watoto wako. Jana leo wanataka mguso wako, jana leo wanataka uguse maisha yao. Haijalishi Mungu wamekuwa katika hali ya kusubiri, wakumbuke Bwana, watetee Bwana, wafanyie nafasi Bwana, maana wewe ni Mungu, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa na lolote. Kama ulimtendea Ayubu baada ya mateso makali, baada ya kupoteza kila kitu, lakini Mungu ukamkumbuka, ukamjibu, ukampa mara mbili. Nami ninakutumaini Bwana, nami ninakutumainia wewe. Wewe Mungu usiyeshinda, wewe Mungu unaweza, uliyetuliza bahari, ulituliza bahari ili kuonyesha kwamba hata umbaji unakutii, hata umbaji unaweza kutiisha. Bwana wa majeshi na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu, mama huyu na kijana huyu, binti huyu na mtoto huyu, kila mmoja kwa nafasi yake aliyesema Bwana, nimeomba muda mrefu, ninaomba wakumbuke kwa rehema zako, kwa fadhili zako, sawa sawa na kitabu cha Maombolezo 3:26. Bwana wakumbuke, Bwana wakumbuke, Bwana waponye, Bwana wafariji, Bwana gusa maisha yao, kumbuka maisha yao,
ujibu, maana wewe ni Mungu. Umesema tukiomba lolote sawa sawa na mapenzi yako utatupa. Nami nimeomba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya mtoto huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili yangu Bwana, kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya viongozi wa Tanzania, kwa ajili ya baraka juu ya nchi ya Tanzania. Maana Tanzania umeipendelea, umeibariki na kila aina ya baraka, lakini wape viongozi macho waone, wape hekima, wape maarifa, fungua fahamu zao, wajua kwamba Mungu ni Mungu wa majira. Unaweka viongozi kwa kusudi na kwa majira yako unaweza kuweka na wengine ambao utawapa hekima, maarifa, wajua kwamba walivyopewa Watanzania ni kwa kusudi la Watanzania wote. Asante mwaminifu Mungu wetu na Baba yetu, maana tunakuita wewe. Wewe ndiwe tumaini letu, wewe ndio Mungu wetu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wote walioko manyumbani mwa hospitalini, walioko Mungu ambao wamesema ninakutumaini Mungu ya kwamba wewe ni tabibu, ya kwamba wewe unaponya. Ponya mama huyu, ponya binti huyu, ponya mtoto huyu, ponya kijana huyu, ponya baba huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma neno la uzima juu ya mtu huyu, ninatuma neno la kufunguliwa juu ya mtu huyu aliyefungwa na minyororo ya dhambi, na minyororo ya uchawi, na minyororo ya kishirikina, na minyororo yoyote iliyomfunga, imwachilie huru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kifungo kilichofunga mama huyu, mtoto huyu, binti huyu, kijana huyu, baba huyu, ninaamuru kwa mamlaka na kwa damu ya Yesu afunguliwe leo, aone wema wa Bwana. Mwezi huu wa tano ukapata kuwa mwezi wa kutembea mbele wakimshukuru Bwana, wakimtukuza Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatamka amani ya Yesu iwe juu yao, furaha ya Kristo iwe juu yao, uponyaji wa Yesu iachiliwe juu yao, baraka za Mungu ziachiliwe juu yao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ninalibariki jina lako, naliinua jina lako. Wewe uliye mtakatifu mwaminifu, wewe uliye shujaa wetu, jemedari, Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu ya ahadi zako. Asante kwa sababu ya neno lako, maana umesema katika kitabu kile cha Zakaria 3:4 ukasema, si kwa nguvu wala si kwa uwezo wa kitu kingine, bali kwa Roho yako Mtakatifu unafanya mambo yote. Tunakutukuza, tunakuamini, tunakutegemea Baba. Ukatende tena juu ya maisha ya watoto hao, ukatende tena juu ya watoto wako hao, sawa sawa na neno lako. Ayubu 42 akasema mstari wa 2 kwamba kwa uwezo wa Roho yako Mtakatifu unaweza kuisha vilivyokufa. Kawishe vipawa, kawishe baraka, kawishe neema juu ya watoto wako hao. Kaachilie nguvu na neema, kaachilie baraka, utukufu na nguvu juu ya watoto wetu, juu ya familia zetu, juu ya huduma hii, juu ya watoto wako wanaokuangalia, wanaokutazama kupitia mtandao, ambao wamekata tamaa katika kile walichokutumaini. Bwana, kakumbuke maisha yao. Bwana, kaachilie neema yako juu yao, katika jina la Yesu. Ninawabariki watoto wote hao waliokuja ibadani hapa, wa kiume, wa kike, wakubwa kwa wadogo. Neema ya Yesu Kristo ili iwafunike na kuwatetea, iwafadhili na kuwapa amani, ikapate kuwapa haja ya mioyo yenu, kwa sababu anasema ukimtumaini Bwana, Bwana atakukumbuka. Bwana Yesu akapate kukumbuka, akakukumbuke wewe na uso wako, akakubariki, akakutetee, akakufadhili na kukupa tumaini jipya, tumaini la mwito mkuu, ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme, Bwana wa mabwana. Hata kupungukia wakati wa mchana, hata kupungukia wakati wa usiku, hata kupungukia katika majira yote. Bali ubarikiwe wewe na uzao wako, utunzwe na Yesu, ubarikiwe na Yesu, hatua zako ziongozwe na Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja pumzi aseme amen. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi, ukiamini uponyaji, ukiamini ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya.